Swali limekuja, ni upi usahihi wa ndoa zinazofungwa serikalini baina ya Muislamu na Mkristo? Kwanza inatakiwa ifahamike kuwa sheria ya Kiislamu imeharamisha mwanamke wa Kiislamu kuolewa na asiyekuwa Muislamu, ni sawa sawa ya Mkristo au Myahudi au mpagani, ni haramu, na ndoa hiyo haitasihi hata kama aliwezesha ni baba yake mzazi. Mwanamke wa Kiislamu haruhusiwi kuolewa na asiyekuwa Muislamu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Kwa hilo lifahamike. Kwa hiyo hata kama wataozeshwa na serikali na wazazi, wachilia mbali serikali, wazazi wamekubali na kila kitu, basi baba mwenyewe amekubali, hakuna ndoa hapo, ndio halalisha uchafu tu, watakwenda kuishi bila ya ndoa. Kwa hilo lifahamike hivyo. Ama mwanamume kumuoa mwanamke katika ahlul kitabi, nasema katika ahlul kitabi sheria imeruhusu, lakini kwa sharti awe ni muhsana, afifa, mwenye kujizuia na uchafu, si mzinifu. Hilo limeruhusiwa kwa taratibu zake ambazo ziko katika sheria ya Kiislamu. Kwa hiyo kinyume na hivyo haitafaa, kinyume na hivyo haitafaa. Na khilafu ni kama tulivyoeleza kwamba je, hawa ndio hao ahlul kitabi au sio? Mazungumzo marefu tumeeleza jambo hili. Ama haya yaliyotajwa hapa si sawa. Na kadhalika masala ya watu kwenda kuoana bomani, kwa sababu wali anatakikana awe kama baba yupo, basi baba ndiye wali wa huyo mwanamke. Kama baba hayupo, basi kuna babu wako, wakaka wako, maamam, na baadhi ya ahlul ilm katika madhahib wanaeleza mpaka mtoto anaweza kuwa wali. Na hili ni jambo ambalo lina wajhi, ni jambo la haki. Katika madhhab ya Shafi'i mtoto hayumo, ama Hanabila na wengineo mtoto pia anaweza kuwa wali kwa mama yake. Hivyo basi wali kama yupo hatafaa kuozesha mtu mwingine, na wali huyo anayeozesha atakikana awe ni mtu mwadilifu. Kama mathalan ni baba ni tariku sala haswali, na nyinyi mafahamu khilafu qawi iliyopo juu ya tariku sala, basi iliyo sawa sawa asiozeshe baba, atatafutwa wali anayefuata, kama ni babu au kaka. Hivyo hivyo makaka wako wengi, atangulizwa yule alikuwa aslahi kwa wao, ammi, ibnu ammi na wengineo. Hawa wanaweza wakawa mawali, lakini atafutwe ambaye ni mwadilifu, kwa maana kwamba uadilifu ni wa kisheria unaokubalika. Lakini pia anatakiwa awe mwanamume. Sasa kama mtu si Muislamu, katika sheria ya Kiislamu hazingatiwi kama mwadilifu. Nimekwenda bomani, muozeshaji ni hakimu pale Christopher au John au Moses au nani ndio anaozesha pale, hakuna ndoa hapo, hakuna ndoa. Wameona bomani, boma lipi? Hakuna ndoa Kiislamu. Kama kiserikali itazingatiwa, basi itakuwa ni kiserikali hiyo. Sisi tunazungumza Kiislamu. Je, hawa ni wanandoa? Sawa. Kama hawa wamezingatiwa kiserikali, na serikali na mambo yake inayazingatia kwamba haya ni sawa, sisi hatukubaliani nayo, wala serikali yenyewe wala hayaingilii kwamba mbona nyinyi mwayapinga, kwa sababu ndio dini yetu ilivyo. Kwa mfano, serikali inatofautisha baina ya pombe halali na pombe haramu. Pombe haramu ni kama vile gongo, lakini hizi bia na nini zote halali, na serikali inachukua mapato. Sisi tunahesabu ni pombe tu, zote ni haramu, na unywaji wa pombe ni haramu. Na mashekhe kwenye misikiti na kwenye mihadhara, madarasa, hutuba za Ijumaa zote zinazungumzia kwamba hili haramu.
hawaambii kwamba wamepingana na serikali kwa sababu ya muundo wa serikali zenyewe zilivyo. Kwa hiyo katika mambo ya haramu Kiislamu sasa ni ndoa za aina hiyo, si ndoa hiyo kwamba wewe Muislamu ukamwoe mwanamke si Muislamu au mwanamke wa Kiislamu anakwenda kuozesha pale, wewe ni John si Muislamu. La, si jambo la sawa, si ndoa hiyo. Mmekwenda kuhalalisha tu mkataba wenu wa zinaa, mmekwenda kuhalalisha mkataba wa zinaa pale mahakamani uwe halali, lakini si halali, ni haramu. Hizo ndio ndoa za huko bomani. Kwa hiyo kama wewe ni Muislamu unataka kwamba hii ni ndoa ya Kiislamu, fuata taratibu za Kiislamu na tuingie katika Uislamu moja kwa moja katika mambo, katika sheria. Yanapokuja mambo ya mirathi vile vile usikimbilie mahakamani, kwa sababu kuna mirathi zetu za Kiislamu. Kama vile mlivyokwenda kuozeshana kwa shekhe, ndoa zinaweza kufungwa misikitini au mkawaita mashekhe wakaja wakawaozesha kwa jina la Allah tabaraka wa taala. Basi pia mnapofiwa waja mashekhe wawazikia, wamswalia maiti wenu, wamkafini, wale wamuosha maiti wenu, wamkafini, wamswalia, wanakula kumzika Kiislamu. Basi leo Uislamu uendelee mpaka kwenye mirathi. Isiwe tena inapokuja mambo ya mali ya kugawana mirathi kwamba itakuwaje sasa mwanamke apate moja mwanamume apate mbili. Hiyo haiwezekani. Au hata wale wasiostahili kurithi wakaingizwa katika mirathi, au wale ambao wanarithi mkawanyima mirathi, si jambo la sawa. Tilka hududullahi, hiyo ni mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Allah katika surati an-Nisa aya 13 na 14 baada ya kuzitaja zile za mirathi akasema tilka hududullahi, hiyo ni mipaka ya Allah, hizo ni sheria ameziweka Allah subhanahu wa ta'ala, akaziwekea mpaka. Sasa kuna watu wa aina mbili. Watu wa aina ya kwanza ni wale ambao watasimama katika mpaka wa Allah tabaraka wa taala wakayatekeleza. Sasa hawa Allah anasema wa yuti llah wa rasulahu, na yoyote atakayemtii Allah na mtume wake, yani akaenda katika misingi hii, yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, atamuingiza katika pepo ambazo zinapita chini yake mito, khalidina fiha, hali ya kudumu humo, wadhālika al-fawzu al-'adhim, na huko ndio kufuzu kukubwa. Watu wa aina ya pili, wa man ya'si llaha wa rasulahu, na yoyote atakayemuasi Allah na mtume wake, sheria hii sheria ya vipi bwana, huyu pia baba yangu mimi, kwa nini mimi nipate moja yule apate mbili? Yani haiwezekani. Akaasi haya mafungu yaliyogawanywa yake na nayo kinyume, wayataadda hududahu, na akaivuka mipaka yake, akaamua kwenda kwingine, akaachana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, yudkhiluhu nara, Allah atamuingiza motoni, khalidan fiha, hali ya kudumu humo, walahu adhabun muhinun, na atapata yeye adhabu yenye kufedhesha. Mambo mengi, matatizo mengi tutokea kwa sababu sisi tukiuka makusudi. Jambo liko hivi, tunataka lende hivi tunavyotaka sisi. Allahu almusta'an.